Hii ni TV. Hujambo mtazamaji na karibu katika kutazama ulimwengu wa habari na habari kuu usiku huu. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yaanzisha majimbo mapya 8 na kubadilisha majina majimbo 12 ya uchaguzi yatakayotumika kwenye uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Katika habari za kimataifa, Sudan yaahidi kusitisha usafirishaji wa mafuta kutoka Sudan Kusini. Na katika habari za michezo, Simba kuondoka kesho kuifuata RS Berkane. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Muga. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi majimbo mapya 8 na kubadilisha majina ya majimbo 12 ya uchaguzi yatakayotumika kwenye uchaguzi mkuu na utafanyika Oktoba mwaka huu. Mwanahabari wetu Fred Cheti ana undani wa taarifa ifuatayo. Majimbo hayo ni jimbo la Kivule ambalo limegawanywa kutoka jimbo la Ukonga na jimbo la uchaguzi la Chamazi ambalo limegawanywa kutoka jimbo la Mbagara, yote ya mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dodoma limeanzishwa jimbo jipya moja ambalo ni jimbo la uchaguzi la Dodoma mjini, limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Mtumba, na mkoani Mbeya limeanzishwa jimbo moja jipya ambalo ni jimbo la uchaguzi la Mbeya mjini, limegawanywa na kuanzisha jimbo jipya la uchaguzi la Uyole. Mkoani Simiyu limeanzishwa jimbo jipya moja ambalo ni jimbo la uchaguzi la Bariadi, limegawanywa na kuanzisha jimbo jipya la uchaguzi la Bariadi mjini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma leo tarehe 12 Mei mwaka 2025, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Jaji wa Rufani Jacob Simompegele amesema tume imefikia uamuzi huo baada ya kupitia maombi kutoka mikoa mbalimbali nchini. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na vigezo vya ugawaji wa majimbo vilivyoainishwa, tume imezingatia zaidi vigezo vinne ambavyo imevipa uzito kwenye mchakato wa ugawaji wa majimbo. Vigezo hivyo ni idadi ya watu, ambapo kwa majimbo ya mjini kigezo kilikuwa kuanzia watu 600,000 na kwa majimbo ya vijijini ilikuwa kuanzia watu 400,000. Uwezo wa ukumbi wa bunge, kwamba kwa sasa ukumbi wa bunge una uwezo wa kuchukua wabunge wapya wangapi. Idadi ya wabunge wanawake wa viti maalum. Na jimbo moja la uchaguzi kutokuwa katika wilaya au halmashauri 2. Kuhusu majimbo 12 ya uchaguzi yaliyobadilishwa majina, Jaji Mwambegele ameyataja majimbo hayo kuwa ni pamoja na jimbo la uchaguzi la Chato ambalo limebadilishwa jina na kuwa jimbo la uchaguzi la Chato Kaskazini. Ndugu waandishi wa habari, tume imebadili majina ya majimbo ya uchaguzi 12 kama ifuatavyo. Mkoa wa Geita, halmashauri ya wilaya ya Chato. Baada ya kugawanya jimbo la Chato na kuanzisha jimbo jipya la uchaguzi la Chato Kusini, jimbo la sasa la Chato limebadilishwa jina, litaitwa jimbo la uchaguzi la Chato Kaskazini. Mkoa wa Kagera, halmashauri ya wilaya ya Misenyi, jimbo la uchaguzi la Nkenge limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Misenyi. Mkoa wa Katavi, halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, jimbo la uchaguzi la Mpanda vijijini limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Tanganyika. Mkoa wa Kigoma, halmashauri ya wilaya ya Kakonko, jimbo la uchaguzi la Buyungu limebadilishwa jina, sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Kakonko. Ameongeza kuwa kutakuwa na kata 3960 zitakazofanya uchaguzi wa madiwani kwa Tanzania bara katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025.
Kutoka mkoani Dodoma, Fredi Cheti, Sky TV. Asante Fredi Cheti kwa taarifa hiyo. Kumbuka unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, George Katabazi, amewataka wanunuzi wa chuma chakavu wawe na umoja wao ili wabaini wale wanaofanya biashara hiyo na kinyume cha sheria. Virginia ana undani wa taarifa ifuatayo. Katika kuhakikisha mji wa Dodoma unakuwa pasipokuwa na uhalifu wa aina yoyote, kamanda wa polisi mkoani hapo SACP George Katabazi leo Mei 12 amefanya kikao cha pamoja na wafanyabiashara pamoja na wanunuzi wa chuma chakavu ili kukomesha uhalifu unaojitokeza kwa jamii. Katabazi amesema wafanyabiashara pamoja na wanunuzi hao wanapokuwa na umoja itawasaidia kubaini wale ambao hujihusisha na vyuma visivyo halali, jambo ambalo kupelekea kuleta uharibifu mbalimbali ikiwemo uharibifu wa miundombinu. Tumefanya kikao au mkutano na wafanyabiashara wa vyuma chakavu ambao wanafanya biashara katika mkoa wa Dodoma. Lengo kubwa kwanza ni kuonesha kuwa na ushirikiano kati ya wafanyabiashara hao na jeshi la polisi katika kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu. Tumewasisitiza wafanyabiashara hao kukemea uhalifu wa aina yoyote, lakini kutokujihusisha na uhalifu. Tumeona sasa jeshi la polisi tuweze kutoa elimu, lakini tuwape onyo kali wasijihusishe na ununuzi wa vyuma chakavu ambavyo vimepatikana kwa njia ambayo sio halali. Na tumekuja na maazimio. Kwanza, hao wafanyabiashara wa vyuma chakavu tumewataka wawe na umoja wao ili waweze kuwabaini watu ambao ni wabaya au wafanyabiashara ambao ni wabaya wanaofanya biashara hivi vya biashara ya vyuma chakavu. Aidha, jeshi hilo limefanya operation ya kukamata wahalifu wanaouza bidhaa hiyo kinyume na sheria, ambapo hadi sasa wamekamata watuhumiwa 21 huku 11 kati yao wamefikishwa mahakamani. Fanya operation ya kukamata wahalifu wote wanaojihusisha na uhalifu wa wizi wa miundombinu au mali, lakini kuzipeleka kuziuza kama vyuma chakavu. Katika operation hiyo tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 21, ambapo watuhumiwa 11 tumeshawafikisha mahakamani. Kwa upande wa wanunuzi hao ambao walihudhuria katika kikao hicho, wamekiri kutokea kwa matukio hayo yanayosababisha uharibifu kwa jamii, lakini wameahidi kununua vyuma halali na kushirikiana na jeshi hilo. Tunashukuru kwa kupata elimu ya leo kwa ajili ya kuendeleza shughuli zetu za kununua scraper pamoja na kuuza. Pamoja na changamoto nyingi ambazo tumezipitia kutoka kwa watu wanaoleta kidogo kidogo kwetu. Bao hawa watu mara nyingine wanakuwa wamevunja au wamechukua sehemu ambazo ni vitu vya watu au ni vitu vya serikali. Wanapovileta pale sisi tunanunua. Na baada ya muda mchache labda unakuta tunakuja tunakamatwa. Hivyo tunaingia katika hasara kubwa na misukosuko na kupoteza muda na vitu vingine. Ila baada ya leo sasa tutakuwa tunafanya kwa pamoja kwa wanunua scraper wote. Tutakuwa tunapeana taarifa kwamba chuma hiki unakipiga picha na unakituma kwenye group kwa ajili ya kuweza kujua kwamba ni halali ama si halali kununua au kumripoti yule ambaye amekuletea. Katika operesheni hiyo, jeshi la polisi limebaini mifuniko ya chemba za maji taka, misalaba, mageti, madirisha ikiuzwa kama vyuma chakavu, jambo ambalo linasababisha kutokuwa na majengo salama. Virginia Paul, Sky TV. Asante Virginia Paul kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, amezindua kundi la wamachinga wanawake ili kuwawezesha kiuchumi na kushiriki katika shughuli za ujasiriamali na biashara ndogo ndogo. Undani wa taarifa hii, ungana na Pendo Mkwawa. Uzinduzi huo umefanyika katika soko la Machinga Complex leo Mei 12 jijini Dodoma, ukihudhuriwa na viongozi wa serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Senyamule amewapongeza wanawake kwa ujasiri wao wa kuungana na kuanzisha shughuli za kujikimu kiuchumi. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza sana UHAMADO kwa kuchukua hatua kuleta mabadiliko chanya kwenu
ya kujikwamua kiuchumi, kusaidiana katika shughuli za kijamii, kupinga ukatili wa kijinsia, kuhamasisha matumizi bora nishati safi ya kupikia, pamoja na kuboresha usafi wa mazingira hapa sokoni na maeneo yanayowazunguka. Wakati wote tunasema njia ya kujikomboa ni ushirikiano. Hongereni sana. Naye mbunge wa Dodoma mjini Mheshimiwa Anthony Mavunde amezungumzia kuboresha soko hilo, kwani tayari kuna fedha ambazo wamezipata na kuelezea namna ambavyo amefanya maboresho makubwa kwa wananchi. Lakini leo tunaliboresha soko letu, Mheshimiwa mgeni rasmi. Tumepata fedha, tunaliboresha soko letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sikuacha hivi hivi. Tumewatoa wafanyabiashara pale, tumewaweka nje katika kuwasaidia wapate kivuli. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimetoa mabati 1000 kwa ajili ya wafanyabiashara wote waliohama soko la Majengo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimejenga soko la Mavunde kule Chang'ombe, lakini ukienda soko la Bonanza tunajenga mimi pamoja na jiji la Dodoma, lakini zile chuma zote unazoziona pale nimezitoa mimi kama mbunge kwa ajili ya kuunga mkono jiji la Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitakuomba wiki ijayo kama Mungu atatujalia uzima. Hapo nyuma kulikuwa kuna wakina mama nyuma ya soko hili walikuwa wanauza bidhaa zao katika mvua na jua. Mheshimiwa, nimewajengea soko hapo nyuma. Nikiripoti kutoka Dodoma, Pendo Mkwawa, Sky TV. Asante Pendo Mkwawa kwa taarifa hiyo. Kumbuka unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na habari kuu usiku huu ni pamoja na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yaanzisha majimbo mapya 8 na kubadilisha majina ya majimbo 12 ya uchaguzi yatakayotumika kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Na katika habari za kimataifa, Sudani yaahidi kusitisha usafirishaji wa mafuta kutoka Sudani Kusini. Na katika habari za michezo, Simba kuondoka kesho kuifuata RS Berkane. Na mtazamaji, bado uko pamoja nasi na unaendelea kufuatilia vizuri kabisa habari kwa wakati huu katika Ulimwengu wa Habari. Katika kuondoa umasikini na kuinua uchumi wa wananchi, mkoa wa Dodoma umedhamiria kuweza kuanzisha kilimo cha matunda aina ya tufaa. Tupate undani wa taarifa hii kutoka kwa Mindi Joseph. Kilimo cha tufaha kimekuwa moja ya mazao ya biashara yenye faida kubwa, hususan katika maeneo yenye hali ya baridi. Gibson Sospita ni afisa kilimo wa kampuni ya Tamtam Tanzania, anataja kuwa zao hili halina changamoto lakini lina tija kubwa. Kwa ujumla ni kwamba apple inakubali maeneo yote ya baridi na ya joto, na katika maeneo ya joto especially kwa ukanda wenu wa Dodoma, apple zinakubali aina 3 ambazo tumeziona hapa, ipo Ana, Doseti na Sherry. Hizi aina zinafanya vizuri, zinazaa sana, zina matunda makubwa na zina uwezo wa kuhimili maeneo yote ya joto na ya baridi. Kwenye changamoto za upandaji na uhudumiaji, apple haina changamoto sana kwenye kutunza kwa sababu inatumia samadi ambayo ndo mbolea ya kawaida hii ambayo tunaitumia, lakini pia ina uwezo wa kusambaa kwa sababu ina mizizi ya kusambaa, haina mzizi wa kushuka chini. Kwa maana inaweza ikaota vizuri bila kuwa na changamoto. Aziza Mumba ni katibu tawala msaidizi uchumi mkoa wa Dodoma, anasema kilimo kinachangia 39% ya pato la mkoa wa Dodoma, na anaeleza zao la tufaha limewahi kujadiliwa Dodoma na likafanya vizuri. Toa hamasa kwa wakulima wa Dodoma kuchukua hilo kama fursa ya kujiondoa kwenye umaskini. Zao hili kama tunavyofahamu, tumekuwa tukipata matunda ya tufaa kutoka Afrika Kusini kama nchi, na tumekuwa tukitumia fedha nyingi za kigeni, na kwa takwimu za 2023 inaonyesha tulinunua kilo zaidi ya milioni 2 za tufaa kutoka Afrika Kusini. Kwa hiyo ni zao ambalo limeendelea kupendwa kila mwaka. Kiwango cha tufaa
kinatoka nje kimekuwa kikikua mwaka hadi mwaka kutokana na kuongezeka kwa umaarufu wa matumizi ya matunda haya. Mkuu wa wilaya ya Dodoma Mheshimiwa Jabir Shekimweli anasema kwa miaka mingi mkoa wa Dodoma umekuwa ukitegemea zao la zabibu, lakini wakulima wanaweza kulima zao hili ambalo lina gharama kidogo. Tulishaanza kwa mipango yetu ya ndani kuwa na shamba darasa. Tuna shamba darasa la ekari 8 pale Msalato, ili tayari na miundombinu, lakini tuna maeneo ya Gawaye, tuna kituo cha maendeleo ya kilimo pale Mtumba. Kwa hiyo tuna sehemu ya kuanzia kwenye kupilot zao hili, lakini tuna wakulima wetu ambao wamekuwa bora kwenye maonesho ya 88. Ni dhamira yetu kuwajengea uwezo na wao kuja kujifunza pamoja na wataalamu kupeleka ajenda hii mbele. Kwa hiyo kwa maana ya wilaya ya Dodoma na utashi wa kisiasa, tunadhani ndio game changer ya uchumi wa Dodoma, ikiwa ni zao badala sasa wa zabibu au ziada ya zao la zabibu. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamula na wahimiza wananchi kujikita kwenye uzalishaji wa tunda hilo adhimu nchini ambalo hupatikana kwa wingi kwa kuagizwa nje ya nchi, hususan nchini Afrika Kusini. Ni kwamba miti hii au zao hili linaenda kutatua matatizo matatu ambayo tunataka kuyatatua Dodoma kwa wakati mmoja. Tumezungumzia kuwa tutatatua tatizo la uchumi kwa mwananchi mmoja mmoja, lakini tunaenda kutatua tatizo la lishe kwa sababu zao hili pia umesikia ni zao dawa, kitu cha namna hiyo, lakini la tatu linaenda kutatua tatizo la mazingira. Tufaha ni tunda lenye virutubisho muhimu kwa afya na lina soko kubwa duniani kote. Mindi Josefu, Sky TV. Asante Mindi Joseph kwa taarifa hiyo. Kumbuka mtazamaji wa Sky TV, unatufuatilia vizuri pia katika mitandao yetu ya kijamii ambao waweza kushiriki nasi kupitia Instagram, Facebook pamoja na X kwa kuandika Sky International TV na kuweza kupata ulimwengu wa habari. Maslahi duni na kutotambulika kisheria kwa taaluma ya waongoza utalii nchini imetajwa kuwa kama ni changamoto mojawapo ambayo inakwamisha ustawi wa tasnia hiyo, na hali ambayo inapelekea baadhi yao kukiuka kanuni na taratibu, na hivyo kuweza kuathiri huduma hiyo bora ambazo zinatolewa kwa watalii ambao wanaingia hapa nchini. Amina Ngahewa kutoka jijini Arusha ana undani wa taarifa ifuatayo. Haya yamebainishwa katika mkutano mkuu wa chama cha waongoza utalii nchini TTGA kilichofanyika jijini Arusha, ukilenga kufanya tathmini ya utimilifu wa malengo, changamoto na mafanikio, ambapo miongoni mwa sababu zinazotajwa na wataalamu hawa ni maslahi duni na udogo wa mishahara. Licha ya changamoto zinazotajwa na wataalamu wa tasnia hiyo, bado kundi hilo linakumbushwa kuwa na maadili, ikiwa ni pamoja na kusimamia kanuni na taratibu ili kuwa mabalozi wazuri kwa wageni wanaoingia nchini.
Aidha, wadau wa maendeleo kutoka taasisi za kifedha wameendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kundi la waongoza utalii linakuwa mfano hasa katika uchumi na maslahi bora. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia umuhimu wa sekta hii, NMB tumejipanga kuwa mshirika wa kweli katika kuhakikisha makampuni ya utalii yanakuwa imara kifedha, yanapanuka na kutoa mchango chanya kwa uchumi wa taifa. Tunaamini kwa kushirikiana nanyi tunaweza kuipeleka sekta ya utalii kwenye viwango vya juu zaidi. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, mimi ni Amina Ngahewa wa Sky TV. Asante Amina Ngahewa kwa taarifa hiyo kutoka jijini Arusha. Wanawake nchini wamehamasishwa kujiunga kwenye kundi na vikundi mbalimbali vya kuanzia ngazi za vijiji na mitaa ili waweze kuwezeshwa kiuchumi na ili kuhakikisha hakuna anayeachwa nyuma katika ujenzi wa uchumi jumuishi. Taarifa kamili kutoka kwake Nora Damian. Hiyo imetolewa leo na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, wakati wa hafla ya kuwashukuru wadhamini na Kamati ya Kitaifa ya Maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani, ambako amesema kupitia vikundi wanawake watajua mambo mengi yatakayowawezesha kuimarika kiuchumi, na hatua hiyo itafanikisha kirahisi dhana ya uchumi jumuishi. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anakwenda kwenye awamu ya pili ya kuimarisha sasa wanawake wote walioko kwenye vijiji na kwenye kata wajiunge kwenye vikundi vya kiuchumi vilivyosajiliwa. Viko vikundi vilikuwa vichache kwa sababu sauti ilikuwa haijafika na elimu ilikuwa haijafika kupitia maadhimisho haya. Baada ya vikundi hivyo kuundwa na kusajiliwa, viongozi wa vikundi hivyo wanajiunga, wanakuwa kutengeneza jukwaa moja ngazi ya kata. Ndio linaanza na ngazi ya kijiji na ngazi ya mtaa ule, lakini nyuma ya yale majukwaa kunakuwa na hivyo vikundi. Lengo ni nini? Tunataka tuvibadilishe hivi vikundi sasa viwe vya kiuchumi kweli kweli, kwa kujua fursa zilizoko serikalini na kwenye sekta binafsi, kwa sababu wanawake wengi wanabaki na changamoto huko kwa sababu wanahangaika mmoja mmoja, hawahangaiki kama kikundi. Fursa zinakuwepo kama tulivyosikia hapa, mabenki mbalimbali yakisema fursa zilizopo, lakini mwanamke bila elimu hajui. Anapokuwa kwenye kikundi kile akaingia kwenye jukwaa lile, inakuwa ni kitovu na senta sasa ya kupeleka elimu na wadau kufika pale na kuwaeleza hatua za kuchukua. Changamoto zinajadiliwa pale, zinapatiwa suluhu. Wanageuka kuwa sakosi, wengine kikundi cha kulima, wengine kikundi cha kuvuna asali, wengine cha kilimo cha baharini, wengine kama ni uwezeshaji wa aina yoyote ule wa kiuchumi unakuwa unawezekana, tunawakuta pale. Lakini sio kiuchumi tu, wana matatizo mengine mengi hawa wanawake anayowafanya washindwe kwenda mbele. Wanahitaji msaada wa kisheria, haijulikani unawakuta wapi. Mtu anahangaika mmoja mmoja. Wanahitaji labda masuala ya afya hawezi kuhudumiwa, unawapata wapi? Huku unakuwa na wadhamini wapo, wanataka kusaidiana na serikali. Kule unakuta wanawake hawako kwenye forum moja, unawatafuta mmoja mmoja. Matokeo yake mwanamke anabaki na matatizo, fursa zipo, miongozo ipo, haifikii. Kwa hiyo hii ndio vision yetu ya kwenda kuwafungamanisha, tuwakute pale. Sasa sauti hii kubwa tunaoipeleka hivi, tunataka kila sikio lisikie. Kusikia ndio mtaji wa maendeleo. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika linalojihusisha kukuza upatikanaji wa haki kwa wote LCF, Lulu Mwanakilala, amesema wamekuwa wakiwawezesha wanawake kukabili changamoto wanazokumbana nazo kwa kuwapatia elimu ili waweze kuzielewa na kuzidai haki zao pamoja na kushiriki kikamilifu katika masuala ya kijamii. Sisi kwa mwaka tunafikia wanawake zaidi ya milioni 6 na mpaka sasa kwenye kampeni ya Mama Samia Legal Aid Campaign tumeweza kufikia wanawake milioni 6.4 ambao wamefikiwa kwa njia moja au nyingine kwenye kutatua migogoro, lakini pia kupata elimu kuhusu masuala ya haki na kuweza kuelewa haki zao na kuweza kuzidai haki zao, lakini pia kuweza kushiriki kikamilifu katika masuala ya kijamii na masuala yote ya kiuchumi ambayo yanaweza kuwawezesha na kuwakomboa kwenye changamoto ambazo wanazipata. Jamii ikishiriki kikamilifu, uwezekano mkubwa wa kutatua hii migogoro upo. Kwa upande wake, meneja mwandamizi wa uendeshaji na programu wa benki ya CRDB
Happy Marusamba amesema anatekeleza kwa vitendo dhana ya uendelezaji wa wanawake kwa kuwapatia mitaji wezeshi, elimu ya fedha, usimamizi wa biashara na msaada wa kitaalamu ili waweze kushindana katika soko. Programu ya Imbeju imekuwa maalumu kwa ajili ya kusaidia wanawake katika kuwapatia mitaji wezeshi, kuwapa elimu ya fedha, elimu ya usimamizi wa biashara, lakini pia inatoa msaada wa kitaalamu ili kuimarisha kushindana katika soko. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damia, Sky TV. Na mnaendelea kufuatilia vizuri zaidi ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Kama wajiunga nasi, karibu. Wazazi wametakiwa kuweka utaratibu wa kulinda watoto kutokana na wimbi kubwa la ukatili ambalo linatokea kwa watoto, pamoja na kuwapatia vyakula lishe ili kuondokana na utapiamlo pamoja na udumavu. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka jijini Mbeya ina undani zaidi. Mratibu wa mpango wa chakula shuleni kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI Youngson Mgogo amesema hayo wakati wa mkutano wa kutoa elimu ya utapiamlo na udumavu ulioandaliwa na shirika la Harvest Plus katika kijiji cha Mwampalala wilaya ya Mbeya, ambapo amewataka wazazi kuchukua hatua stahiki kuwapatia watoto chakula chenye lishe. Kuna wimbi kubwa sana la ukatili kwa watoto, unyanyasaji kwa watoto. Naomba sana kila familia iweke utaratibu wa kulinda watoto. Tusipofanya hivi, mbele tunakoelekea tutapoteza kila kitu. Bado ni mapema, bado hatujachelewa. Kila mmoja wetu katika eneo lake, katika familia yake, ahakikishe kwamba anachukua hatua stahiki kuhakikisha kwamba tunapata watoto wenye uelevu mkubwa, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba watoto hao wanapata chakula chenye viinilishe. Simon Maeda kutoka Harvest Plus ametoa lengo la mradi wa mazao lishe ni kupunguza tatizo la utapiamlo na udumavu, huku afisa utamaduni mkoa wa Mbeya Victoria Shao amesema lengo kubwa ni kutokomeza udumavu kwa watoto waliopo shule za msingi na sekondari. Intention kubwa ya huu mradi ni kupunguza tatizo la utapiamlo na udumavu ikiwa moja hapo. Tuna changamoto kubwa sana katika huu ukanda wetu wa nyanda za juu kusini ya tatizo kubwa la upungufu wa madini chuma, upungufu wa vitamini A. Udumavu katika huu ukanda wetu uko juu ya rate ya kitaifa. Kwa kushirikiana na serikali na wadau mbalimbali, Harvest Plus tukawa tumeona kwamba ni vizuri kuja sasa na haya maharage ambayo yametengenezwa katika wamefanya fortification ili kuweza kumalizana na tatizo la udumavu. Baba wameweza kutuambia shirika la Harvest tumekuwa nao kwa maana ya kwamba idara yetu ya elimu, kilimo pamoja na idara ya afya upande wa lishe. Lengo likiwa ni kutokomeza tunasema udumavu kwa watoto ambao wako shuleni kuanzia darasa la awali pamoja na msingi na ikiwezekana huko sekondari. Baadhi ya wanafunzi ambao wameshiriki katika mafunzo hayo wametoa maoni mbalimbali kuhusiana na lishe bora. Changamoto zitakazotupata endapo tutapata lishe bora: moja, kuzoofika kiafya. Tusipopata lishe bora tutazoofika kiafya. Tukipata lishe bora tutazoofika kiafya. Zara kuto kutumia lishe bora unapata udumavu. Mtoto usipompa lishe bora anapata udumavu kama tu umri wa miaka 5. Kutokana na huu mradi wa lishe bora, ninachoshauri mimi katika shule yetu ni kutoa elimu ya chakula bora ili wafanye vyema katika masomo yao. Shirika la Harvest Plus limepanga kuwafikia wakulima zaidi ya 700 kutoka mkoani Mbeya. Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile, na kumbuka mtazamaji unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutaangazia katika habari za biashara na uchumi, ambapo tutajiunga naye Godliness Gaspar.
Habari, kwa majina naitwa Thompson Michael Bumela, ni mkuu wa idara ya maji chini ya ardhi inaitwa underground water kutoka kampuni ya GK Water Expert. Kampuni yetu tunajihusisha na uchimbaji wa visima, lakini kabla ya uchimbaji wa visima ni kuelezea hatua za uchimbaji wa visima. Hatua ya kwanza tunaanza na ufanyaji wa utafiti wa maji chini ya ardhi tunaita survey. Baada ya survey tunafanya uchimbaji wa visima ambao unaweza tukaweka bomba tunaita PVC installation au tusiweke bomba. Pia hatua inayofuata tunaweka pump installation. Baada ya hapo tunafanya solar installation kwa mtu ambaye hana umeme au site yake haina umeme karibu, tunafanya solar installation. Ukiachana na uchimbaji wa visima, kampuni ya GK Water Expert inajihusisha na usambazaji wa vifaa vya survey na mashine za kuchimbia, mashine kubwa za kisasa za kuchimbia. Kampuni yetu inasambaza kwa wachimbaji wadogo au mtu yote mwenye mahitaji, iwe taasisi, organization yoyote ambayo inahitaji au mtu binafsi, tunasambaza pia kwa East Africa. Karibu sana GK Water Expert kwa kazi zote au shughuli zote ambazo unahitaji tukufanyie zikihusisha mambo ya maji na umeme. Lakini pia kampuni ya GK Water Expert tunapatikana Dodoma, Tanzania, mtaa wa Safina karibu na Shell ya Total opposite na barabara ya Nyerere Road. Wasiliana nasi kupitia namba hizi hapa chini, kupitia email, WhatsApp, website au social media zetu. Asante. GK Water Expert, your water expert for your water need. Kazi, utu, tunasonga mbele. Zifuatazo ni habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godilness Gaspar, karibu. Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo amefanya ziara katika ofisi za shirika la kuhudumiwa viwanda vidogo SIDO Upanga kwa lengo la kujitambulisha na kusalimiana na wafanyakazi. Katika ziara yake, Mheshimiwa Dr. Jafo aliambatana na naibu waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Balozi Dr. John Simbachawene, mkurugenzi wa maendeleo ya biashara Sempeho Manongi na mkurugenzi wa maendeleo ya viwanda Juma Mwambapa. Katika hotuba yake ameipongeza SIDO kwa kazi nzuri na kubwa wanayoifanya katika kuwahudumia wajasiriamali wadogo na wakati. Ameonyesha namna wajasiriamali wenye bidhaa mbalimbali na zenye viwango vinavyohitajika kushiriki maonyesho mbalimbali yakiwemo yale yanayoandaliwa na SIDO na wadau mbalimbali wa maendeleo. Ameeleza kuwa wazalishaji bidhaa mbalimbali wana matarajio makubwa sana na SIDO, wakiwemo wakulima na wavuvi, na hasa kwenye masuala ya mafunzo mbalimbali ya uongezaji thamani mazao ya kilimo na malighafi nyingine. Aliagiza SIDO kuweka mpango mkakati katika kila mkoa kwa mwaka 2025 hadi 2030 ili kuhakikisha kila mkoa unaanzisha viwanda vikubwa 3, vya kati 5 na vidogo 20, ukiwa na lengo la kuongeza thamani za mazao, uvuvi na ufugaji kwa baadhi ya changamoto walizonazo wananchi na kupunguza tatizo la ajira nchini. Na kwingineko, kituo cha ununuzi wa dhahabu cha Katoro kilichopo mkoani Geita kimepandishwa hadhi na kuwa soko kamili la bidhaa hiyo, hatua iliyotajwa kuwa ya historia katika kuimarisha biashara ya madini nchini. Hayo yamebainishwa na Waziri wa Madini Anthony Mavunde wakati wa hafla maalumu ya kumpongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika sekta ya madini iliyofanyika Katoro mkoani Geita. Waziri Mavunde amesema hatua hiyo inalenga kuongeza thamani ya madini, kupanua wigo wa masoko kwa wachimbaji wadogo na kuongeza mapato ya serikali, akieleza kuwa kupandishwa hadhi kwa Katoro ni miongoni mwa mafanikio 16 yaliyofikiwa chini ya uongozi wa Rais Samia, likiwemo ongezeko la mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa kufikia 10.1. Rais wa shirikisho la vyama vya wachimba madini Tanzania FEMATA John Bina ameeleza kuwa mageuzi hayo yamewawezesha wachimbaji wadogo kupata leseni kwa urahisi na kunufaika na huduma bora zaidi. Naye mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesisitiza kuwa mkoa huo umejipanga kuhakikisha uchimbaji unaboreshwa ili kuinua maisha ya wananchi kupitia fursa mpya, kuhakikisha uchimbaji
ili kuinua fursa mpya, si ndio, zilizofunguliwa na serikali. Naye mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesisitiza kuwa mkoa huo umejipanga kuhakikisha uchimbaji unaboreshwa ili kuinua maisha ya wananchi kupitia fursa mpya zilizofunguliwa na serikali. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Mwisho wa habari za biashara na uchumi, mimi ni Godilness Gaspar. za kimataifa. Habari za kimataifa, tunaanzia nchini Sudani. Serikali ya Sudani imeziambia kampuni za nishati kujiandaa kusitisha usafirishaji wa mafuta ghafi kutoka Sudani Kusini, ambayo inategemea jirani yake huyo kwa ajili ya kuuza mafuta nje ya nchi. Tangazo hilo linafuatia mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu, kwa mujibu wa barua iliyoonekana na shirika la habari la AFP. Katika barua iliyoandikwa siku ya Ijumaa, Wizara ya Nishati na Mafuta ya Sudani ilieleza mwenzake wa Sudani Kusini kwamba hatari ya kusitishwa kwa shughuli za usafirishaji ni kubwa kufuatia msururu wa mashambulizi ya droni yanayodaiwa kufanywa na wanamgambo wa RSF. Kituo kikuu cha kusafirisha mafuta na ghala la kuhifadhi mafuta lililoko katika maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la Sudani vilishambuliwa wiki hii, wakati wanamgambo wa RSF wakilenga miundombinu ya serikali kote nchini na hivyo kuathiri huduma muhimu ya usambazaji umeme na mafuta. Vita kati ya jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF vilivyoanza mnamo mwezi Aprili mwaka 2023 vimesababisha vifo vya mamia ya watu, huku wengine milioni 13 wakikosa makazi rasmi. Tutazame taarifa nyingine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kukutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin nchini Uturuki mnamo siku ya Alhamis kwa mazungumzo ya moja kwa moja ya kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Kauli yake hiyo aliyoiandika kupitia mtandao wa kijamii wa X imekuja muda mfupi baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuhimiza Ukraine kukubali pendekezo la Putin la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja nchini Uturuki. Zelensky ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kuwa wanasubiri usitishaji kamili na wa kudumu wa mapigano kuanzia leo Jumatatu ili kutoa msingi unaohitajika kwa diplomasia. Zelensky na viongozi wa Ulaya walichukua msimamo wa mwishoni mwa wiki iliyopita kwamba hakutafanyika mazungumzo yoyote hadi Putin atakapokubali mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti kuanzia leo Jumatatu. Mapema jana, Putin alipendekeza kurejea tena kwa mazungumzo kati ya pande hizo mbili yaliyofanyika mjini Istanbul mnamo Machi mwaka 2022. Hata hivyo, hakutoa jibu kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 lililotolewa na washirika wa Ukraine. Na hatimaye, Irani na Marekani zimehitimisha mazungumzo ya nyuklia yaliyofanyika jana Jumapili nchini Oman bila ya kuwepo mafanikio ya wazi juu ya mvutano kuhusu suala la urutubishaji wa madini ya urani. Hata hivyo, pande zote mbili, Teherani na Washington, zimethibitisha mipango ya kuendelea na mazungumzo zaidi katika siku zijazo. Hii ilikuwa duru ya 4 ya mazungumzo yaliyoanza karibu mwezi mmoja uliopita,
ikiwa ni ishara ya mazungumzo ya ngazi ya juu zaidi kati ya mahasimu hao wawili tangu Marekani ilipojiondoa kutoka katika makubaliano ya kihistoria ya nyuklia mnamo mwaka 2018 wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Donald Trump. Pande zote mbili zimeripoti maendeleo katika duru 3 zilizopita, na jana Irani ilisema mkutano huo ulikuwa mgumu lakini wenye manufaa. Na kwa upande wa Marekani, afisa mwandamizi wa Washington alielezea kuwa nchi hiyo imetiwa matumaini. Afisa huyo alizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina. Amesema Marekani imetiwa matumaini na matokeo ya mkutano huo na kwamba anatarajia kufanyika kwa mkutano mwingine ambao utafanyika hivi karibuni bila kutoa tarehe maalum. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Asante Pius Jaunga kwa taarifa hizo za kimataifa. Kumbuka unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka Sky TV, na sasa moja kwa moja tunaelekea katika habari za michezo. Hivi punde tu tutaungana na Lai Saidi katika michezo kujua kunani kinachoendelea kwenye michezo. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, ni wasawa daidai viwanjani. Ungana nami wana michezo wako Lai Saidi, karibu. Na tukianzia hapa nyumbani, klabu ya Simba itaondoka kesho hapa nchini kuelekea nchini Morocco katika mchezo wa kwanza wa fainali michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba inaondoka kesho majira ya alfajiri asubuhi, na kikosi hicho kitaondoka na jumla ya wachezaji 24 katika kuhakikisha wanapata ushindi katika mchezo ambao utapigwa Mei 17 mwaka huu. Kikosi hicho kitaondoka na ndege maalum iliyoandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kuelekea mchezo huo, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ametangaza viingilio vya mchezo wao wa fainali ya mkondo wa pili kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, ambapo kiingilio cha chini kitakuwa ni shilingi 7,000. Nunua tiketi yako mapema ili tarehe 25 liwe ni jambo la kuingia tu uwanjani kwenda kuishangilia Simba yako. Viingilio katika mchezo wetu wa tarehe 25. Na jambo nyingine la kusisitiza hapa, wala huna sababu ya kusubiri kuangalia ama kupima matokeo ya Simba na Berkane mechi ya kwanza yatakuwaje. Hiyo wala wewe usiangalie, kwa sababu vyovyote itakavyokuwa, wewe una wajibu wa kuja uwanjani tarehe 25 kuja kuandika historia ya kwamba ulikuwepo katika fainali ya mwaka 2025. Lakini vyovyote itakavyokuwa, mnyama atakuja kufanya umafia mkubwa katika mechi ya marudiano tarehe 25. Mzunguko itakuwa ni shilingi 7,000. Ukiangalia mechi zetu zote za CAF, mzunguko ilikuwa ni shilingi 5,000. Hii ni mechi ya fainali, tumeongeza mzunguko ni shilingi 7,000, ambao bado ni ndogo mno kwa hadhi ya Simba na kwa hadhi ya mchezo wenyewe. Wana Simba tukanunue mzunguko. VIPC itakuwa ni shilingi 20,000, tuko pale pale. VIPB itakuwa ni shilingi 30,000, bado na yenyewe ni pale pale. Ni viingilio ambavyo kila mtu anaweza kumudu. Platinum ile ya matajiri itakuwa shilingi 250,000. Anayehitaji platinum ana dakika zisizopungua 60 kupiga simu, kuweka oda na kununua tiketi zake.
Ligi Kuu Soka Tanzania Bara kuendelea tena kwa siku ya kesho kwa michezo minne kuchezwa. Mabingwa watetezi Yanga wao watakuwa dimbani katika uwanja wa KMC Complex wakiwaalika wauaji wa Kusini Namungo. Katika kuelekea mchezo huo ambao utapigwa majira ya saa 10:15 jioni, kocha mkuu wa kikosi cha Yanga Milodi Hamdi amesema kuwa hana wasiwasi na Namungo na hana pia wasiwasi na mchezo wenyewe. Wakati kocha msaidizi wa Namungo Ngawina yeye akisema wamejiandaa vizuri kuelekea mchezo huo na kuhakikisha wanapata alama 3. We must not forget the objective, the target number 1, to take 3 points and stay first. So we respect this team of Namungo, we respect this club. Like I said, they need only 1 point to stay. I think they need only 1 point to stay in Premier League, and we have 3 games to play. So 3 games, I think, I'm sure they will take 1 point. So I am not worried for Namungo, but for us, 1 point with Simba, that's not enough. The first with the second, that's not enough. So we must do everything to not make mistake. That's because we must to be focused. The last game, I repeat, 21 April is far. So we must restart the machine, and we must absolutely to take the 3 points. We are at home. We must do the job. We must stay first, and we must to take the 3 points at home. Not possible to lose 1 point. Not possible. Tunamshukuru Mungu, tulikuwa na safari yetu kutoka Dodoma ambao tuliweka kambi ya majuma mawili, lakini yote kwa yote vijana wako salama na tutamkosa tu mchezaji wetu mmoja Elastonioni. Fanya maandalizi mazuri. Tumepata takriban siku 15. Mimi naamini vijana wamefuata maelekezo, lakini kubwa tunatambua ubora wa timu ya Yanga. Tunajua Yanga ni bingwa mtetezi na tunajua ubora wao, ni moja ya timu bora kabisa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo tunawaheshimu kabisa. Mimi naamini kesho tutakwenda kucheza kwa tahadhari kubwa, lakini kubwa tunatambua umuhimu wa mechi. Yanga wao wanagombea ubingwa na sisi tunajinasua huku chini ambao hatuko katika mazingira mazuri sana, lakini kubwa mimi naamini vijana watafuata maelekezo na kesho watu wa Dar es Salaam wataona burudani nzuri. Mtazamaji, JKT Tanzania wao watakuwa katika dimba la Meja Jenerali Samuyo wakiwaalika Pamba Jiji, mchezo wa mapema ambao utapigwa majira ya saa 8 mchana. Wakati mchezo mwingine ni majira ya saa 1 usiku, matajiri Azam FC wao watakuwa pale katika dimba la Azam Complex wakiwaalika matajiri wa Zabibu Dodoma Jiji. Na tuelekee taarifa nyingine ambapo shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limewafahamisha wadau wa mpira wa miguu hapa nchini pamoja na wadau kwa umma kuwa kuanzia msimu ujao wa 2025-26 litakuwa na mshirika wa michezo ya kubashiri katika mashindano yake yote. Kwa mujibu wa taarifa iliyotoka leo Mei 12 mwaka huu, imetolewa na kitengo cha habari na mawasiliano cha TFF, mshirika huyo atashikilia haki hizo kwa kipindi chote cha makubaliano na kufafanua kuwa yeyote mwenye nia au kuhitaji odds kwa ajili ya mechi ambazo zitakuwa chini ya TFF basi atalazimika kuwasiliana na mshirika huyo. Tuelekee kimataifa ambapo kocha mkuu wa kikosi cha Barcelona Hansi Flick ambaye ni Mjerumani amekubali kuongeza mkataba mpya ndani ya FC Barcelona na atasalia klabuni hapo hadi mwaka 2027. Makubaliano kati ya pande zote mbili yamekamilika na tayari Hansi Flick ameongeza mwaka mmoja zaidi wa kusalia Barcelona, huku klabu yake ikipanga kumtangaza rasmi baada ya msimu kumalizika. Kocha huyo ambaye huu msimu umekuwa ni msimu wake bora akikinoa kikosi cha Wakatalunya tayari amefanikiwa kutoa kombe la Super Cup na kombe la Copa del Rey, huku akitarajia kutoa ubingwa wa La Liga endapo atafanikiwa kushinda michezo iliyosalia. Nalo shirikisho la soka nchini Brazil CBF linatarajia rasmi kumtangaza kocha wa Real Madrid
Carlo Ancelotti kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa hilo ambapo ni Mei 26 mwaka huu. Carlo Ancelotti endapo ataondoka katika kikosi hicho, hii itakuwa fursa kwa kocha Xabi Alonso kwenda kuchukua mikoba hiyo kutokana na mwenendo mbaya ndani ya kikosi cha Real Madrid. Na tuelekee katika burudani ambapo Virginia Paul anakuja na taarifa zaidi. Na leo kwenye burudani, we know kwamba weekend hii ilikuwa ni weekend ya mzozo mkali kati ya Harmonize pamoja na msanii wake Ibra, ambapo walifikia hatua na kusema kwamba lebo hiyo imemsimamisha msanii Ibra. Lakini kubwa zaidi ni pale ambapo Basata liliwahitaji siku hii ya leo waweze kukutana kwa ajili ya taarifa yake Virginia Paul. Mtazamaji, inatufikisha tamati ya habari za michezo na burudani. Ni kurejeshe kwake Mariango Mugeta aweze kutamatisha ulimwengu wa habari. Ni ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Popote pale ambapo unatazama, ni kufahamishe pia unao nafasi ya kuweza kushiriki nasi vyema zaidi kupitia mitandao yetu ya kijamii, kupitia Instagram, Facebook pamoja na X, kuandika Sky International TV ili uweze kupata kile ambacho tumekuandalia. Na kwa sasa ulimwengu wa habari unaenda kuletea taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa kuhusu utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Endelea kuwa pamoja nasi. Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji kutoka mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Tanzania. Jina langu ni Joyce Makwata na karibu kwa taarifa ya utabiri wa hali ya hewa. Na tuanze kwa kuangalia mifumo ya upepo, ambapo upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo yote ukanda wa pwani. Halikadhalika hali hiyo inatarajiwa pia katika maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika pamoja na Nyasa. Hali ya mawimbi katika maeneo hayo inatarajiwa kuwa ni makubwa kiasi. Mifumo ya anga kwa ujumla inaonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, kusini mwa nchi pamoja na ukanda wote wa pwani. Hata hivyo, nyakati za usiku tunatarajia maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wote wa pwani, maeneo ya mkoa wa Morogoro pamoja na Ruvuma kutatarajiwa kuwa na hali ya mvua kwa usiku huu katika maeneo machache. Nyanda za juu kusini magharibi kutatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye mvua nyepesi katika maeneo machache. Ili hali mikoa ya Singida na Dodoma inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Siku ya kesho mpendwa mtazamaji, tunatarajia ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya Ruvuma pamoja na pwani ya kusini kutakuwa na hali ya mawingu kiasi yenye mvua ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya pwani ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, nyanda za juu kusini magharibi kutatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Singida na Dodoma kutatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na tupate utabiri wa siku zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Dar es Salaam kutatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika baadhi ya siku. Hata hivyo, katika mkoa wa Dodoma kwa ujumla kutatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika siku ya tarehe 14 na 15. Hata hivyo, mkoani Mbeya kwa ujumla kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua katika siku ya tarehe 14 ikifuatiwa na vipindi vya ukavu. Mkoani Morogoro kwa ujumla kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye mvua nyepesi katika maeneo machache kwa siku ya tarehe 14 na 15. Arusha kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa siku hizo za tarehe 14 na 15. Na mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa kwa siku ya leo tunala ziada. Asante, tunakutakia wakati mwema. Ni utabiri wa hali ya hewa na ni muhimu kuweza kufahamu kile kinachoendelea pale ambapo upo. Yote haya unapata katika ulimwengu wa habari ndani ya Sky TV, na endelea kukumbusha tutazame kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na X, andika Sky International TV upate kile ambacho unakipata kutoka hapa. Kwa niaba ya wote
walioshiriki katika maandalizi ya ulimwengu wa habari. Mimi naitwa Mariango Mogeta na endelea kutazama Sky International TV.